Okay, happy camp meeting. Camp meeting. Asante, hii ni siku yetu ya 3 ya Makabi na tunaendelea kuona mkono wa Bwana. Tunaona akituongoza, akituchunga, akitulisha. Amekuwa mchungaji mwema na tutazidi tukitarajia aweze kutupea mibaraka yake. Na ndio tuweze kupokea mibaraka yake, lazima tukuje hapa tukiwa na kiu kwa ajili ya haki. Kitabu cha Psalms chapter 42 verse 1, kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Kwa hivyo tunatakikana kuja mbele zake tukiwa na kiu na njaa, tukiwa tunatarajia wakati wote tunapokuja mbele za Bwana. Hata kama tulibarikiwa hapo mbeleni, tunatakikana bado kuwa na kiu kwa ajili ya kufanya nini? Kubarikiwa na zaidi na zaidi na zaidi. Na kama vile Biblia inavyosema, heri walio na njaa na kiu kwa ajili ya haki, maana watafanya nini? Watashibishwa. Kwa hivyo hii ni siku ya 3 vile nimesema ya Makabi. Niko hapa wageni, naitwa mtumishi Mwangi Jadiel. Nimekuwa nikishikilia kipindi hiki cha sermon na nimekuwa na mfululizo wa ujumbe ambao unahusu Laodikia, vile tunaweza shinda Laodikia ama uvuguvugu, kwa sababu kila kimezuia Kristo akuja mara ya pili ni kwa sababu ya uvuguvugu. Na uvuguvugu uliweza kuingia ndani ya kanisa miaka ya 1850s. Wakati huo ndio nukuu zilianza, Roho wa Mungu alianza kusema kuhusu kanisa la Mungu ya kwamba limekuwa vuguvugu. Na hii ndio sasa inadili kazi ya Mungu. Kwa hivyo kila ambacho kitawezesha basi kazi ya Mungu kumalizika ni wakati watu wa Mungu watashinda uvuguvugu. Ndio sasa Mungu ataruhusu mtihani wa mwisho ukuje. Na mtihani wa mwisho tunajua ni gani? Si mtihani wa kutengenezwa kwa sanamu ya mnyama ambayo itaenda kulazimisha alama ya mnyama. Alama ya mnyama. Yes, sanamu ya mnyama ni miunganiko ya makanisa ya Kiprotestanti wakishirikiana na serikali za Umoja wa Mataifa ambayo itaanzia kule Marekani. Ndio sasa walazimisha ibada ya Jumapili ambayo tunaelewa ndio itakuwa alama ya mnyama ambayo italeta hesabu ya jina lake. Hesabu ya jina lake Ufunuo 13 mstari wa 18 Biblia inasema kwamba ni jina la mwanadamu ambaye sasa atakuwa anaongoza that entire system. So hiyo entire system, nani atakuwa the head of that? The purple head. Ufunuo 17:5 kuna mwanamke ambaye anaendesha yule mnyama ambaye hapo haida kwa jina limeandikwaje? Mystery Babylon the Great. Kwa hivyo hiyo tunajua ni purple power ikiendesha other kingdoms, religious organizations, economy na everything, kwa sababu other kingdoms, religious organizations watakuwa wametengeneza sanamu yake na watakuwa wanalazimisha ibada yake. Sasa atakuwa na haki. Unajua katika mpango wa shetani, serikali ya Mungu na serikali ya shetani wanafanya kazi kulingana na sheria. Kwa hivyo kile kitafanya serikali za dunia upate haki ya kuendesha serikali za dunia, kwa sababu serikali za dunia na dini watakuwa wametengeneza mfano wake na watakuwa wanalazimisha ibada ya. Ndio sasa yule kazi yake ni gani? Si kupigana, anaketi katika hekalu la Mungu akinyosha nafsi yake kama kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa hivyo ataenda kupigana na Yesu, ataongoza other kingdoms kupigana na nani? Na Mungu katika ile tunaita the battle of Armageddon. Revelation chapter 16 verse 13 to 16. Sasa hapo ndipo sasa Kristo atakuja apigane na yeye. Revelation chapter 19 verse 11 to 21. Na sasa ndio Kristo akuja mara ya pili. Kwa hivyo kile kinagojewa ni watu wa Mungu hawajajiweka tayari. Kwa hivyo kwetu sisi sasa ujumbe ambao Mungu anatuletea ndio tufanye tushinde, ndio tuweze kusimama, ndio aruhusu
sanamu ya mnyama anatugojea sisi tuweze kushinda hizo vitu vitano tuliona. Revelation chapter 3 verse 17 tukasikia kwamba kuna wretched, you are wretched, you are miserable, you are poor, you are blind, you are naked. Hizo vitu vitano we have to overcome those. Na tumekuwa tulianza na wretchedness. Kwa gani tukasikia wretched ni wakati ambapo mtu anajaribu kushika sheria za Mungu akiwa na kwa with his own strength. Anajaribu kufanya mapenzi ya Mungu with his own strength bila kusurrender wiru na self to Christ. Ndio sasa Kristo aingie ndani yake na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu amuongoze na amwezeshe kushika amri za Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu. Na tunapokuwa tukifanya tukijaribu kushika sheria za Mungu au kufanya mapenzi ya Mungu with our own strength, hiyo inakuwa gari nyoko. Hiyo nira inakuwa ni gari ni GALLING, na inakuwa ni zito kwa kweli. 5BC tenant paragraph 3, naona hapa anasema the yoke of resting and obedience. Nasemaje? Kristo anasema come unto me all ye that labor and are heavy laden, anakuti Matthew 11 verse 29, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Sikiza hii yoke ni gani? The yoke of restraint and obedience. The yoke of restraint, yani kuzuia vitu zingine, na ni yoke of obedience. Obedience, keeping the 10 commandments, ndio inaitwa the law of service. Amri 10 ndizo zinaitwa the yoke of service, serving God and ministering to others. Hiyo ndio yoke. Na tutakuja kuona pia hiyo ndio inaitwa the cross. Sasa hiyo ni laini. Obedience to the 10 commandments, ukiwa umesurrender kwa your will to Christ, inakuwa joy, inakuwa furaha. Carrying the cross, ukiwa ndani ya Kristo, ukiwa umesurrender your will to Christ, inakuwa ni furaha. Okay, anaendelea kusema hivi, ndio hapo chini inazidi kusema, and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Utaongeza sauti kidogo tafadhali. And learn of me, for I am meek and lowly in heart. Unajifundisha kwangu maana mimi ni mnyenyekevu na mpole wa moyo, and you shall find rest unto your souls. Na utapata raha nafsini mwenu. We are to find rest by wearing his yoke and bearing his burdens. Tutapata pumziko tunapobeba nira yake na kubeba mizigo yake. Sasa hapa unasikia kuna rest tunapata tukibeba burdens. Kuna rest inapatikana ukibeba burden, ukiobey God. So obedience ni joy. Ukipata obedience haupati joy, then elewa una obey bila Kristo, bila Yesu. Lakini obedience to the law of God, whichever the law, inakuwa ni burden ambayo inakupea rest. Unaelewa? Kwa majukumu yote ambayo Mungu anatuambia tufanye, all of the burdens, they are joy. Zinatupea joy. Okay, rudia, we are to find rest. Ukiendelea mbele. We are to find rest by wearing his yoke and bearing his burdens. Tutapata furaha kwa kubeba nira yake na kubeba mizigo yake. In being co-workers with Christ in the great work, in being co-workers with Christ, kwa kuwa wafanyakazi pamoja na Kristo, in the great work for which he gave his life, katika kazi kubwa ambayo alitoa uhai wake, we shall find true rest. Tutapata pumziko ya kweli. Kwa hivyo Yesu ndiye the great burden bearer. Wapi tunasema kwamba Christ is the great burden bearer? Kitabu cha Isaiah chapter 9 verse
6 tunasema kwamba for us a son is given, the government shall be upon his shoulder. Kwa hivyo Yesu amebeba katika bega lake serikali zote, falme zote. Kwa hivyo Kristo amebeba ulimwengu huu na mabegani mwake. Na amewahi choka kweli? Hajawahi choka. Kitabu cha Isaya 40 verse 26, alafu sasa uende usome hapo chini anaposema, anasema kwamba Mungu hachoki. Inueni macho yenu juu. Inueni macho yenu juu. Mkaone. Ni nani aliyeziumba hizi? Nani aliyeziumba hizi? Aletaye nje jeshi lao kwa hesabu. Aziita zote kwa majina. Aziita zote kwa majina. Kwa ukuu wa uweza wake. Kwa kuwa uweza wake. Na kwa kuwa yeye ni hodari kwa nguvu zake. Yeye ni hodari kwa nguvu zake. Hapana moja isipokuwapo mahali pake. Kwa hivyo yeye ndiye anashikilia Kristo. Hii inalenga Kristo mwelewe. Isaya chapter 40 inaelezea Kristo. Hiyo naweza dhibitisha ukianzia hata verse 6 huko, verse 9, verse 11. Kwa hivyo inalenga Kristo. Kwa hivyo Isaya chapter 40 inamwinua Kristo kama muubaji ambaye anashikilia vitu vyote na hachoki. Sasa basi hapo tuende tunasemaje? Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba misho ya dunia. Hazimii wala hachoki. Akili zake hazichunguziki. Kwa hivyo yeye hachoki, Kristo hachoki. Pia Isaya chapter 53 verse 4 na pia verse 6. Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Our griefs. Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa. Verse 6. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Kwa hivyo Kristo amebeba all our iniquities, akabeba all our griefs, all our sorrows. Na akaziweza hizo zote. Yeye ndiye the great burden bearer. Kwa hivyo anapotuambia tuchukue nira yake, his burden, ni kutushirikisha tu. Yeye ndiye mwenye amejitoa kubeba all our griefs, all our sorrows, all our burdens, all our governments. Yeye ndiye na sustain. Na kwa hivyo anatushirikisha pale. Kwa hivyo na hiyo bado anakuwa na rest. The most restful person. The most restful person ni Kristo. Kwa hivyo na sisi ikiwa surrender our will to him, the little burden atatuagiza kubeba ni kwa ajili ya kutubariki, ni kwa ajili ya tunaparticipate his burden ndio tuweze kuparticipate his rest. Kwa hivyo ndio jana tukasikia rest hii haipatikani katika indolence, haipatikani katika kukaa chini. Ukiitwa na Kristo, through Christ, ndani yake kuna the 10 commandments. Yes, Sabbath ikiwa pale. Na hii ndio tofauti ya through Christ na the false Christ. Through Christ kuna the law of God in his heart. Tukasikia hiyo ni Psalms chapter 40 verse 8, akasema thy law is within my to do thy will, oh God, is my delight. Delight, thy law is written in my heart. Kwa hivyo the true Christ ndani yake kuna the will of God, the whole will of God iko ndani yake, the whole commandment, all the 10 commandments. Kwa hivyo kuna Sabbath ndani yake, na kwa hivyo ndani yake kuna the true rest. Na kwa sasa wale ambao wanakuja basi kwa Kristo na kuchukua nira yake, wanabeba the burden ambayo anawaagiza kubeba. They are the most restful people, the most joyous people, the happiest people on earth should be the Seventh-day Adventists, ambao wanashika amri za Mungu, Sabato, na wanafanya kazi ya Mungu, wanamtumikia Mungu na wanahudumia wenzao. They should be the happiest people on the earth. Ni hilo ni kupata Wasabato wakiwa na huzuni.
Ni kumaanisha kwamba hawaja surrender their will. Wanajaribu kushika the Ten Commandments, wanajaribu kushika amri za Mungu na kufanya kazi za Mungu without surrendering self to Christ. Na kwa hiyo sasa hiyo inakuwa galling yoke. Okay, he wants us to come to him and learn of him. Thus we are to find rest. Anaenda kusema, in doing this you will find in your own experience the rest that Christ gives, the rest that comes from wearing his yoke. Pumziko ambayo inatokana na kuchukua nira yake and lifting his burdens. Kwa hivyo hakuna kitu kizuri wale ambao mnasikia mkiwa mmechoshwa na maisha, mizigo ya ulimwengu, kujeni kwa Kristo na kuchukua nira yake, mtapata rest. Joyous rest. Hiyo 5BC 1090 paragraph 4 inasema, in accepting Christ's yoke of restraint and obedience, kwa kukubali nira ya Kristo ambayo ni ya kizuizi, kwa hivyo inatuzuia mambo mengine ya ulimwengu, ubinafsi, dhambi, na pia ni ya utiifu, obedience, inatuwezesha kutii. You will find that it is of the greatest help to you. Utapata ya kwamba hiyo ndio ni ya msaada mkubwa kwako. Wearing this yoke keeps you near the side of Christ. Kubeba nira hii itakuweka karibu na Kristo, and he bears the heaviest part of the load. Na yeye ndiye atabeba the heaviest part of the load, ya mzigo. Nakumbuka kuna wakati nilipo jua Kristo na Mungu akanipea burden ya especially ku distribute hizi magazines. Ilikuwa mwaka 2008. Ni wakati nilipokuwa nikianza hapa. Kuna container kama mbili zilikuwa zimemwagwa hapa Nairobi za makaratasi hizi tu. Moja ilikuwa imemwagwa kura Kayole kwa Maroc, nyingine ilikuwa inaitwa One Last Chance. Na nyingine ilikuwa imemwagwa kura South Sea. Zilikuwa zile majarida zinaitwa Onyo la Mwisho, natazama hivi. Ilikuwa ni burden kubwa kusaidia ku distribute those magazines. Tulimalizana na zile zilikuwa hapa kwa Maroc. Lakini zile zilikuwa na hiyo haikuwa mzigo kwangu sana sababu mimi ni wa mmoja. Sasa haikuwa gumu sana. Na pia wengi walikuwa wanashirikiana kuzidistribute. Lakini zile za kule South Sea ilikuwa ni heavy burden kwangu kuzidistribute. Kwanza ni bali huko na kuko na watu walikuwa wanazishughulikia. Sasa nikaona na Shetani alikuwa na threaten kuchoma ile shule zilikuwa zimewekwa. Hata wakati mwingine niliwaambia ile shule ilikuwa inachomeka, sehemu ya vitabu ya shule inachomeka, sehemu ya majarida inabaki. Sasa nikaona hapa ni Mungu anatuo tuonya tumalizane nazo. Ikafika wakati sasa nikang'ang'ana, nikachukua hiyo burden kama yangu. Mimi nilichukua kama yangu ikawa right sasa. Sasa tu nilikuwa tu nazichukua huko na my own cost, ninazipeleka town. Naziweka kule, kuna watu walikuwa na ofisi kule. Naitia watu wahubiri wanakuja kuzichukua. Nikawa nafanya hivyo. Mungu akanisaidia sana. Ilifika wakati zile majarida zikaisha. Na zile zilibaki zimaruka kule chini, nikazikusanya zote. Nikaitia watu zikaisha zote. Na zilipoisha nikapata furaha kubwa sana. Nilipata furaha kubwa sana mpaka hiyo sijaisahau. Na zilipoisha ile nyumba shule ikabomolewa sababu ilikuwa kwa kijiji kule South Sea. Kwa hivyo point ni kwamba je, unaona mzigo ikiwa kubwa sana? Ikubali with your whole heart. Tusiwe half-hearted. Kama ni kazi ya Mungu tunabeba, tuikubali kuibeba wholehearted. Tumia hata
fedha zako ugharimikie kazi ya Mungu. Na ukifanya hivyo Mungu atakuliwadi. Nakumbuka mimi nilikuwa natumia my own money kuzitoa huko na zipeleka town. Kuzipeleka huko nafanya hivyo na with my own course. Ikafika wakati tukaibwa Kisii kuna seminar. Na wazungu walikuwa wamekuja kufundisha. Sasa wale wazungu, mimi wakati huo sikuwa na support hata ya kanisa. Nilikuwa tu natumia pesa zangu, nafanya nini? Naweka kwa kazi ya Mungu. Sikunga kule South Sea tukafundishwa wiki mzima na ikasemekana kuna watu watatu watachukuliwa walipwe. Watakuwa wanalipwa. Sasa nikawa katika orodha ya wale ambao walikuwa na mimi support yangu ya kwanza ilitoka kwa wazungu. Na ni watu hatukuwa tunajuana. Kwa hivyo nikaona Mungu ni mwaminifu. Tukawa tunalipwa hivi imani. Ndio ilikuja katika, lakini Mungu ni mwaminifu. Kile anataka tufanye ni kuchukua kazi ya Mungu wholeheartedly. Beba ile burden iko karibu na wewe. Kama ni nimekwambia ibebe na uikubali, ndio itakuwa rahisi. Itakuwa rahisi. 5 BC 1090 paragraph 8, symbol of submission to God's will. Hapo katikati anasema the oak and the cross are symbols representing the same thing. Nira na msalaba ni mfano ambao inawakilisha kitu kimoja. Dash the giving up of the will to God. The giving up of the will to God. Kusurrender mapenzi kwa Mungu. Wearing the yoke unites finite man in companionship with the dearly beloved Son of God. Lifting the cross cuts away self from the soul and replaces man where he learns how to bear Christ's burden. We cannot follow Christ without wearing his yoke, without lifting the cross and bearing it after him. If our will is not in accord with the divine requirements, we are to deny our inclinations, give up our darling desires, and step in Christ's footsteps. Kwa hivyo, mambo ya Mungu mimi naona ni rahisi sana. Ni kukubali ile yake. Unakubali ile yake. Yako unafanya nini? Unamwachia akutimizie. Ukifanya hivyo, basi ukifanya yake itakuwa ni furaha, na yako hatakosa kukutimizia yako. Hawezi kosa kukutimizia yako. Sababu sasa yako ndiye kuna mahali anasema hivi katika God has thousand ways of ya kutimizia watu wake mahitaji yao of which we know not about. Dhidate paragraph anasemaje? Our heavenly Father, Baba yetu wa mbinguni, has 1,000 ways to provide for us. Akona njia elfu fadhili, of which we know nothing. Aba hatujui nothing. Those who accept the one principle of making the service and honor of God supreme. Wale ambao wanachukua rudia na msomo na nguvu. Those who accept the one principle. Wale ambao wanachagua kanuni moja of making the service and honor of God supreme. Ya kufanya huduma ya Mungu na heshima ya Mungu supreme ni ile ya kwanza. Will find perplexities vanish. Watapata shida na matatizo hayo yanaisha. Vanish, yani vanish ni kitu kinaisha hata bila yeye kujua. Yanapotea bila kujua. Vanish, jina hili kuvanish inatumika. Nimeona likitumika sana na wale ambao ni washirikina. Washirikina wana vanish.
wako na uwezo vanish. Anatoroka tu. Mkiomba tu ina vanish. Wako na uwezo wa kuvanish. Kupotea. Sasa our populations is the vanish and a plain path before their feet. Na njia iliyo wazi mbele za miguu yao. Imeishia pale. Yes. Sasa Christ of the Creation page 3.1. As the will of man cooperates with the will of God, wakati mapenzi ya mwanadamu yanashirikiana na mapenzi ya Bwana, it becomes omnipotent. Yes, hiyo ya mwanadamu inakuwa omnipotent. Omnipotent ni nini? Yes, ametupa jina nzuri. All powerful. Sasa unasikia hiyo will can become all powerful. Ikishikana na the will of God. Ikishikana na the will of God. Whatever is to be done at his command may be accomplished in his strength. Chochote ambacho kinatakana kufanya akiamrisha kitatekelezwa katika nguvu yake. Kwa hivyo sio nguvu yako. Zakaria chapter 4 verse 6 inasema not by power nor by might but by my spirit. But by my spirit. Kwa hivyo mimi naona ndio kazi ya Mungu iishe. Kile watu wanatakana sasa wa Sabato wafundishwe ni hiyo tu kitu kadogo tu kusurrender their will to the will of God. To accept the will of God ifanyike. Yes. Atawezesha kufanya kuhubiri ujumbe wa malaika watatu na kilio kikuu. Na upendo. Yes. Tukali tunaendelea na kuangalia maisha ya Kristo, especially in connection with hii yote, na leo nataka tuangalie tu kidogo msalabani. Gethsemane msalabani. Gethsemane na msalabani. Gethsemane sana sana ndipo Kristo alisema not my will but thy will be done. Be done. Kwanza Disciplines page 33 paragraph 4 tunaambiwa it will be well for us to spend a thoughtful day in contemplation of the life of Christ, especially the closing scenes. 83 soma paragraph 4. Disciplines page 33 paragraph 4. Kwa nini lazima tu study the life of Jesus tukitaka kujua the will of God? Kwa sababu maisha ya Yesu ndio the whole will of God ilikuwa manifested. 10 commandments zikawa fully manifested in life. Tukitaka kujua how we ought to obey the 10 commandments, we must look the life of Jesus, his teachings, his example, because he was the living ark. The 10 commandments were written in his heart and were brought in his life. Kwa hivyo tukitaka kujua, ndio mnaona mitume walikuwa wanainua Yesu. Ndani ya Kristo amri za Mungu, the true Christ I mean. Unajua sisi siku hizi sio kama wakati wa mitume. Wakati wa mitume kulikuwa na Kristo wangapi wanahubiriwa? Si imani ilikuwa ni moja. Wakihubiri Yesu ilikuwa ni yule Yesu ambaye ako na amri 10, hata Sabato iko ndani ya. Lakini sasa hivi kuna wanasema Apostle Paul anasema kwamba kuna other Christ. Mtu akija kuhubiria another Christ, another gospel ambayo si kuhubiria na arani. Kwa leo tunaposema the true Christ lazima tuspecifienie wale wa nje. Yes, ni yule ambaye ni the law giver, ambaye ako na the law of God, ambaye tunakuja kwake ili atuokoe from breaking the law of God, ambaye ni dhambi, atuwezeshe kuobey the law of God by the power of the Spirit. We have to subside ourselves with kuna false Christ ambao wanakataa sheria za Mungu. Hiyo ni maajabu. Watu wanainua Yesu lakini wanapiga sheria za Mungu.
Hata mitume wangeamuka leo wasikie watu wanahubiri Yesu ambaye, lakini wanakuja wanafundisha watu kufuata sheria za Mungu, wangeshangaa sana. Lakini tunahubiri Yesu ambaye tunajua already ako na Ten Commandments, ikiwemo Sabato ndani yake. Sasa ni gani tulikuwa tunasoma? Tuko DA page 83.4. Yes, inasemaje? It will be well for us. It will be well for us to spend a thoughtful hour each day. Ingekuwa vyema kwetu kutumia risali moja la kutafakari kila siku. In contemplation of the life of Christ. Kwa kutafakari maisha ya nani? Ya Kristo. We should take it point by point. Tunatakikana tuchukue hatua kwa hatua. And let the imagination grasp each scene, especially the closing ones. Na wacha imagination ni nini? Kutafakari. Kutafakari. Kutafakari ichukue scene, especially the last scene. The closing scene. The closing scenes. Kwa sasa closing scenes inakwamba Kristo mbele yake kulikuwa, nafikiri tunaelewa vizuri, mbele yake kulikuwa na msalaba. Sasa ndio aweze kubeba msalaba, akaweza kusurrender his will to the Father. Na sasa na hii haikuwa rahisi. Mwili ilikuwa inakataa, self ilikuwa inakataa. Mnajua kwamba sio rahisi kusurrender the will. Mnajua sio mwili itakubali hivi tu. Tusikie statement paragraph 4 5 BC 1091 paragraph 4. Had to give up own will and way. Ni gumu to give up on your own will and your own way. Sio rahisi. Tusome usikie. It is a terrible hard struggle to give up your own will and your own way. It is a terrible hard struggle to give up your own will and your own way. Self. Sio rahisi. Endelea. But this lesson learned, lakini fundisho likiwa limeeleweka, you will find rest and peace. Utapata pumziko na amani. Pride, kiburi, selfishness, ubinafsi and ambition must be overcome. Na hiyo matarajio na mnazitaje? Ambition, tamani. Matarajio hizo, ambitions zitaweza kufanya nini? Must be overcome. Lazima ishidwe. Your will must be swallowed up in the will of Christ. Mapenzi yako lazima yamezwe na mapenzi ya Kristo. Imefika hapo? Bado. The whole life may become one constant love sacrifice. Unasikia? Maisha yote yanaweza kuwa one constant loving sacrifice. Every action a manifestation. Kila hatua ama tendo. Dhihirisho. And every word an utterance of love. Na kila neno ni kutamka kwa upendo. Matamshi ya upendo. Kwa it's a hard struggle. Na hii inaonekana especially pale katika maisha ya Yesu. Kristo alikuwa anaomba. Kwani Kristo alikuwa anaomba sometimes the whole night? Ilipofika Gethsemane tena akakesha. Ndio iwezekane awezeshwe kufanya nini? Kusurrender the whole will, kusurrender the self to the will of God. To the will of God. It's a hard struggle. Sio rahisi. Mkumbuke dhambi ilianzia na our own wayness. Kiumbe ambaye alikuwa anaitwa Lucifer alichagua his own way. Isaiah chapter 14, 12-14, he chose his own way. Self-seeking. Sin originated in self-seeking. Yeah, sin originated, tulisoma katika Desire of Ages 21 paragraph 3. Sin originated in self-seeking. Isaiah chapter 53 verse 6 akasema all of us, every one of us has turned to his own way. Si ndio imesema? Inasemaje? 53
6 inasema sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Kwa hivyo sin is unwayness. Origin of sin ni unwayness. Isaiah chapter 55 7 inasema mtu mbaya na aache njia yake. Unasikia? His own way. Na mtu asiye haki aache mawazo yake. Kwa hivyo his own way. Kwa hivyo dhambi kama ilianzia, if sin is equal to unwayness, then salvation ni cancelling our own selflessness. Yes, ni kuacha njia yetu, kuchagua njia ya ndio. Tulipokuwa Sabathi tukauliza swali, kwa nini Mungu hakumwangamiza shetani? Na sasa tunajibu kwa sababu ataka Mungu angemwangamiza shetani, ingewezekana kutokea kiumbe kingine kichague njia yake, kazi ya shetani. Kwa hivyo ilibidi sasa Mungu kwanza atafute mbinu ya kuangamiza unwayness. Hiyo kitu kilisababisha Selfishness, body ilikuwa the origin of sin, evil. Na only through the cross that could happen. Na kwa sababu sasa Kristo aliharibu hiyo selfishness, sasa shetani atakuja kumwangamiza shetani na waovu wote ambao hata especially kwa sababu ya kukatalia na that way. Kwa hivyo sasa msalaba ilikuwa inaonyesha pia atakuja kuangamiza shetani na waovu wote watakuja fanya nini? Kuangamizwa. Lakini sasa kabla alete maangamizo hayo, ama kabla akuja kuangamiza, anatupea nafasi ya kuokolewa sisi. Anatuambia tuache our own way, tufuate his own way. Na hiyo kwa hivyo righteousness ni turning to Christ, turning from self, turning to Christ. Yes, turning from our own way, turning to God's way, about the way in Christ, the way, the truth and the life. Kwa hivyo Gethsemane na msalabani ndio njia ya Mungu ya kushinda dhambi, self. Hakuna njia nyingine, hiyo ndio njia pekee. When we speak of the cross, 1 Corinthians chapter 1 verse 23 na 24 na that inasema bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi, bali kwa waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kristo ndiye nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. The power of God to save from sin. The power of God to save from sin. Romans chapter 1 verse 16. The gospel is the power of God to save from sin. Na pia he is the wisdom of God. Kwa hivyo Mungu hekima yake yote inasitirika msalabani. Ndio njia Mungu ya kudili na hii shida yote ya dhambi. Alafu that nitasoma Kizungu inaweka vizuri. But of him are you in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Kwa Kristo akiwa msalabani ndio hiyo vitu yote. Ndio the wisdom of God, the righteousness, sanctification and redemption. Alafu hiyo pekee tukiona vizuri ndio itasaidia mwenye dhambi afanye nini? Atubu, kwa sababu Kristo ndiye atampea toba. Matendo ya Mitume 5 verse 30. Ukiona msalaba Yesu akinyenyekea akatumika alafu akatukufia. Yesu alikuwa amesemaje katika Mathayo 23 verse 9? Hausomi 2:11, anasema kwamba the greatest awe the servant of na Kristo alikuja akashuhudia hiyo, akawa the servant of all.
na pale msalabani akawa na akafa kwa ajili ya wengine. Kwa hivyo unapoona hii inakufundisha nini? Inasemaje Acts chapter 5 verse 30? Nasema Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti. Kiingereza Kiswahili kuna mambo na fikiri Inapunguza. Kiingereza kinasemaje? Nasema the God of our fathers raised up Jesus, whom he slew and hung on a tree. Verse 31. Verse 31 inasema, him hath God exalted with his right hand to be a prince. Prince, inataka hiyo jina prince. And a savior. Kwa hivyo yeye ni prince, yeye ni master, yeye ni yeye ndiye the greatest. Kwa hivyo Kristo kuwa the greatest sio kwa sababu yeye ni greatest tu, sio kwa kujipendekeza. Alikuja akawa the servant of all na akatoa maisha yake kwa ajili yao. Kwa hivyo sasa yeye ndiye the prince, ndiye the master, the good master. Kwa tunatakana kumkubali atutawa. Na pia ndiye the savior. Alafu anapewa nini watu? To give? For to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Kwa hivyo tukimuona vile aliweza kujitoa ndio aangamize selfishness. Akapitia that great pain ndio aangamize selfishness. Mkumbuke 1 John chapter 3 verse 8 anasema kwamba he came to destroy the works of the devil. Ambayo ni unwillingness, selfishness. So ukiona vile aligaramika ndio agamize ile, utakatalia na your own way. Sio hata itakusukuma usarende your own way. Dhambi yako ambayo ilifanya Kristo afanye nini? Afe, kwa utasarenda, itakusaidia utubu. Hiyo ndio pekee inaweza mwenye dhambi atubu. Asarende all himself to the cross. Awe crucified together with Christ. Aseme with Paul, I'm crucified with Christ. Akiona ikiwa Yesu alifanya haya yote ndio mradi agamize hiyo, then we should not remain with our own selves. We should surrender ourselves to be crucified with Christ. Na msalabani tuelewa kwamba Christ alipokufa humanity ndio ilikuwa crucified. Kristo jana tuliona Christ alikuja in Bethlehem, incarnation was humanity was united with divinity. Kwa hiyo sasa humanity ikawa united with divinity. Maisha yake yote akadumisha that union with the Father. Alafu hata kwa njia maombi. Sasa msalabani humanity ikawa surrendered, ikafa mauti ya msalaba. Na sasa alipokufa sisi tulikufa pamoja na yeye. 2 Corinthians chapter 5 verse 14 inasemaje? 15. Maana upendo wa Kristo watubidiisha, maana tumehukumu hivi kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote. One died for all, basi walikufa wote. Then all died with him. So we were crucified. Humanity was crucified. Sasa on the cross humanity has been crucified. So inatakikana usarende your individual humanity. Sasa individual human being asarende his self, his will to God, ndio with Christ awe crucified, ndio aseme with Paul, I'm crucified with Christ. Yes, I'm crucified with Christ. Nevertheless I live, but the life that I live now I live by faith Of the Son of God, loved me and gave himself for me. Kwa msalabani ndio kuna hiyo victory. Sasa Wagalatia chapter 3 verse 13 anasemaje? Christ has 3 verse 13. Redeemed us. Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Alitukomboa. Hii jina redemption sasa ndio tunaweza to redeem inamaanisha nina zaidi ya maana moja. Inamaanisha to buy back. To buy something back that had been sold
sold into sin. Na Satan. Kwa hivyo Adam alituuza kwa Shetani. sin na kwa shetani. Kwa Satan. Kristo akaja akaturedeem, he bought us back. Kwa hivyo kuna ile sasa ya bring back, To be bought, Lakini to kwa- buy, to buy to bring, and to bring. And you buy and then you take it. See? he bought us. Sasa kile kimebaki ni sisi kujipeana. Hiyo tuendelee kuwa redeemed. To redeem pia inamaanisha kusafishwa. Hiyo ni kitabu cha Titus chapter 2 verse 14. He redeemed us, washed us. Kwa hivyo tukae ndani ya Kristo ndio tusafi. Na sasa ya mwisho itakuwa ni wakati atakuja mara pili. Redemption ya mwisho. The redeemed. Ni wale ambao sasa watapelekwa mbinguni. Kwa hivyo Mungu asaidie masaa hii dakika ngapi sasa? Saa 8:50. Nimebakisha imeisha. Wanawa. Sawa. Sio vizuri hata kama chakula ni kitamu tunaweka nini? Kiasi. Kuna mwalimu wapi hapa? Tunaweka kiasi. Kwa hivyo kesho Mungu akitujalia tutaendelea na kuangalia fundisho hili, lakini malizia na hiyo Wagalatia 3:13. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. Sasa Kristo alipokuwa anafanya hii yote alikuwa ananungunika kweli? Baada ya kuomba alikuwa ananungunika? Alifanya kwa furaha. Malizia na Hebrews chapter 12 verse 2. Hebrews 12 verse 2. Inasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Kwa ajili ya nini ilikuwa imewekwa mbele yake? Kwa ajili ya Furaha. Joy To set before him. Kwa hivyo alifanya hii joyfully, especially akitazama wengi ambao watakuja kuokolewa kupitia kwa kafara yake. Basi acha tumalizie na tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa sababu ya kutupea mwana wako ambaye aliweza kuja akasalimisha mapenzi yake kwa mapenzi yako, ubinafsi ukaweza kufanya mapenzi ya Mungu, na ubinadamu ukafanya mapenzi ya Mungu. Na kwa hivyo sasa sisi wanadamu tuko na nafasi ya kuchagua mapenzi yako, ndio tukiwezeshwa na Kristo akikaa ndani yetu na tukiwezeshwa na Roho, mapenzi yetu yaweze kuwa na nguvu yote. Tunaomba tusaidie, tukubali kufanya mapenzi yako, tuwezeshe na Roho wako, ndio tuweze kuhisi furaha ambayo inatokana na kuwa watumishi wako. Tunajua mapenzi yako ni kwamba kazi yako imalizike na ujumbe wako watatu uweze kupelekwa ulimwenguni kote. Tunaomba saidia Waadventista wa Sabato popote waliko, popote ambapo wako. Wengine wako kwa makanisa ya General Conference, wengine wako katika makanisa ya matengenezo. Popote ambapo Waadventista wako, Baba, tunaombea wasaidie waweze kuelewa fundisho hili na kushinda uvuguvugu. Ndio Kristo tusaidie kumaliza kazi na kuja mara ya pili. Uwe nasi hata hapa. Katika jina lako Kristo tumeomba na kuamini. Amen.